nĩ tondũ mwana nĩ kĩrathimo, nĩhanĩte mwana thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, na makĩria tũracũkĩte gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa wĩko waku Jehova. Tũrakũria kĩambĩrĩria kĩega kĩa ũndũ ũyũ ona kĩrĩkĩro kĩega. Tũhoe ũguo thĩinĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. He maũndũ twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ kwamũkĩra mwana ũcio, na twamwamũkĩra ta kanitha ta ũrĩa rĩu angĩamũkĩrwo kanitha-inĩ. Rĩu igongona rĩrĩ nĩ kũrĩkia twarĩkia kanitha-inĩ, ndakamũkĩrwo no rĩu-rĩ nĩ tũkũhoera bamĩrĩ ĩno ona acio angĩ magĩrĩirwo gũkorwo ciana ciĩ haha, kaĩ tũgũkĩhoera ũmwe, nĩgetha tũhoe nginya acio angĩ matũre wega-inĩ wa kĩ? Wega-inĩ wa Ngai. Ona acio angĩ nĩ makorwo haha. Kwambia 19 nao magĩkĩroka gũkĩra rũcinĩ tene makĩinamĩrĩra mbere ya Jehova makĩmũhoya, magĩkĩhũndũka makĩinũka kwao mũciĩ kũu Rama. Elikana agĩkĩonana na Hana mũtumia wake, nake Jehova akĩmũririkana na gwĩkinya atĩrĩ, atĩ ihinda rĩakinya Hana akĩgĩa ihu, agĩciara kahĩĩ, agĩgatua Samũeli. Akiuga atĩrĩ, nĩgũkorwo nĩ kũhoya ndĩkahoete kũrĩ Jehova. Nake mũndũ ũcio Elikana na andũ othe a nyũmba yake makĩambata makarutĩre Jehova igongona rĩa mwaka o mwaka, ona kũhingia mwĩhĩtwa wake ũrĩa ehĩtĩte. Na rĩrĩ Hana ndaigana kwambata, nĩ ũndũ erire mũthuriwe atĩrĩ, ndikwambata o nginya kana gaka gagatua iria, na hĩndĩ ĩyo nĩguo ngagatwara nĩguo gakĩonanie mbere ya Jehova, na gatũũre ho matukũ makwa mothe. Nake Elikana mũthuriwe akĩmwĩra atĩrĩ, ĩka o ta ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire, ikara o nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgagatigithia iria. We Jehova arotũũra arũmĩte uge wake. Tondũ ũcio mũndũ wa nja ũcio agĩtira gũthiĩ, agĩikara akĩongithagia kana kau gake o nginya rĩrĩa agatigithirie iria. Na rĩrĩ rĩrĩa agatigithirie iria-rĩ, agĩka ambatia, nao magĩthiĩ na ndegwa 3 na mũtu wa eba 1 na gĩthete kĩa ndibei, nake agĩgatwara nyũmba ya Jehova kũu Shilo. Nako kana kau karĩ o kanini. Nao magĩthĩnja ndegwa, magĩcoka magĩtwara kana kau he Eli. Hana agĩkiuga ũũ atĩrĩrĩ, mwathi wakwa, o ta ũrĩa wee mwathi wakwa ũtũũraga muoyo-rĩ, nĩ niĩ mũndũ wa nja ũrĩa warũgamĩtie haha hakuhĩ nawe ngĩhoya Jehova. Kana gaka nĩko ndahoyaga, nake Jehova nĩetĩkĩrire kũhe kĩrĩa ndamũhoire. Tondũ ũcio ona niĩ nĩndakamũrĩra Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa yothe gĩagũtũũra muoyo-rĩ, gĩagũtũũra gekamũrĩre Jehova. Nao magĩkĩinamĩrĩra Jehova hau makĩmũhoya. Ciugo cia Mwathani. Mũtumia wetagwo Hana arĩ thata. No rĩrĩa akoretwo atekũgĩa ciana, agĩtũũra hatarĩ nĩahoyaga, no Ngai akĩigua ihoya rĩake, akĩmũhe kana. Na rĩrĩa Hana aheo
gũcokia ngatho hatarĩ hekarũ-inĩ. Ũguo nĩ tũrenda kuona hinya wa Ngai nĩguo ũrutaga wĩra harĩ maũndũ marĩkũ. Maũndũ mothe nĩ hinya wa Ngai ũrutaga wĩra no ti witũ. Ta rĩu no uge korwo mũndũ nĩ kũũria oragio-rĩ, angĩugaga nĩaheo kana ga kahĩĩ, karumanĩrĩra na kairĩtu, gakarumanĩrĩra na kahĩĩ, tiguo? No Jehova ekaga kwenda gwĩkĩ? Endaga gwĩka gwake. Atwaria mwana wake hekarũ-inĩ atuĩke mũthĩnjĩri kĩrĩa Ngai, akĩruta igongona rĩa gũcokia ngatho. Na nĩtũkuona nake Zaburi 1:27 mweri wa ithatũ, na nĩ ngwenda tũthomerwo tũigue ũrĩa arauga. Zaburi 1:27. Zaburi 1:27 mũhari wa ithatũ rĩga atĩrĩrĩ, ciana-rĩ nĩ igai riumaga kwĩ Jehova, maciaro ma nda nĩ kwĩ ngerenwa. Mwana nĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai. Maciaro ma nda nĩ ngerenwa. Ũguo-rĩ, Ngai atũrathimaga na ũrĩa mũgũka atĩa. Haha harĩ andũ mararora magego-inĩ thĩinĩ wa ũciari. Nĩmũkwenda kwari? Nĩtũkwaria. Haha andũ meruothe mathiĩ thĩ yothe, maciaro maiyũre ngiri. Atĩ maiyũre kĩ? Nĩgetha haha manyuaga ndawa cia kĩrĩa? Cia family. Angĩkorwo he mũndũ ũngĩuga ndawa cia family ataragwo nĩ mũraga na ndagetĩkĩrio gũtonya ũthamaki-inĩ ũcio wake. Koguo mũndũ wa Ngai ti mũndũ wa gũtinda akĩnyua ndawa. Okorwo nĩ ũnyuaga mũthenya ũkoragwo ũmũraga nĩtiga gũcoka kũnyua nĩũbange. Hau tũkona atĩ mwana nĩ kĩheo kiuma kwĩ Jehova, na ndũngiuga kwenda gĩkĩ nĩ kĩrĩa Ngai egũkũhe. Wenda wagĩrĩirwo nĩ kũheo ihĩĩ theri, nĩcio gwĩka atĩa? Arenda gũgũtukanĩria airĩtu, imwanda, ũcio nĩ wĩra wake ti waku. Kana tiguo? Ũguo nĩtwakena twatige rĩrĩkũ? Kĩambĩrĩria mũbango ũku. Kĩambĩrĩria 1:28 rĩga atĩrĩrĩ, ngoma ya Gĩthweri tondũ nĩyo ĩna maratathi macio ma thutha. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisa, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hau nĩtwaigua mũndũ wa Ngai akanĩte maũndũ marĩkũ? Nacio tũrĩte tũtũrie thĩ, gũtũria thĩ nĩ atĩa? Nĩ thĩ ndĩratũtũria, thĩ nĩrarĩa kĩ? Na nĩ thĩ nĩrarĩa andũ? Na nĩrarĩa kĩ? Andũ tũmĩtũrie. Gũtũria thĩ nĩgũkorwo wĩ thĩinĩ ya Mwathani, no ti mũndũ wa thĩ. Ndũmũ rũrĩrĩ wĩ mũndũ wa Mwathani. Na rĩu nĩ ũndũ ũcio tũcioe na tũtũrie thĩ. Na rĩu maũndũ nĩtwĩrĩirwo, no andũ nĩmaheo ũhotani hĩndĩ. Ũmũthĩ nĩũndũ wa mathĩna marĩa mekuo, nakĩo andũ aingĩ marenda kũgĩa ciana. Mũndũ arenda agatua njĩra na kĩrĩa, no tiguo Ngai ũguo. Nĩũrĩa mathĩna mekĩte atĩa? Maingĩhĩte thĩinĩ ya thĩ. Na rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩtũkwamũkĩra atĩa mũirĩtu
Tuseme kawaida akulele waraino wa Ngai kandi ndio akulele waraino wa Ngai mutayo bisiari tumwambie wako na kanisa wa Bwana kufikiria yeko na maneno haya ndio mtahiria alikuwa mtahiria siana kufanya chakula sitale kuma mwaka mmoja miaka 30 mwana afya miaka 30 ndio ika kuwa na mwana yake ndio alikaa huko na maombi rĩu mwana ũcio ũkakorwo mũteithĩtie na kiugo ũrĩa kĩhana agĩkinyire hĩndĩ ĩyo kĩrĩa ũkũhanda kĩ mwana ona akũra nĩakaririkana kiugo gĩkĩ no mũno andũ acio marona ona angĩkorwo mũndũ no hinya mũndũ nĩona ciana ikiuma kanitha-inĩ igathiĩ igakoikia kanitha-inĩ no mũciari ndangĩgĩa na ihinda rĩa gwĩka atĩ wĩrai na bamĩrĩ yaku ũkamera atĩrĩrĩ nĩmũkuona niĩ njĩtĩkĩtie nĩ ũndũ ũyũ nĩũkuona mũndũ thĩinĩ ya Mwathani hena ũteithio mũnene mũno tondũ maũndũ marĩa marakora mũndũ thĩ matiragũkora ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno mũkorwo ciana ici mũgĩciteithia na harĩ ũndũ ciana ici nĩikwenda igakorwo na mwarimũ tondũ irarika kũhũra mĩbira rĩu mangĩũka ta itũra rĩ marike kũhũra mĩbira rĩ nĩwona hatiroka wega mũkorwo mũkĩmateithia maikarĩre mwega ũmoka gũkũ harĩa twathiĩ mĩbira tũtathire handũ hangĩ ikuo gũtoroka mũno andũ magĩkorwo maũndũ mothe makĩruta kũrĩa nĩtũrona mũkamia ciana rĩu korwo harĩ mũndũ wana hau rĩ nĩarĩa ici mokire gũkũ magĩkorwo atĩ mĩeto twakwa maruta kũrĩa nĩwona kĩndũ mwega aciari maciĩka kĩu na nĩtũthiĩ thĩinĩ ya Mathayo kĩrĩa Mathayo 12 na Mathayo 19 13 ndipo katika Gĩkũyũ Mathayo 19 atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo akĩreherwo twana nĩgetha atũiyũkie atũngĩrĩre moko na ahee na arutwo magĩkania arĩa matũrehete nowe Jesũ akĩmera rekei twana tũke kũrĩ niĩ na tigai gũtũgiria nĩũndũ ũthamaki wa igũrũ nĩ wa arĩa matariĩ ta tuo nake agĩtũigĩrĩra moko agĩcoka agĩthiĩra gũbatithio gũkambio okorwo nĩ mwana ũrĩa wĩ nake kwagĩrĩire kũbatithio mwana kuma mĩaka 13 tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩgwambagĩrĩria rĩu mũndũ ta ũyũ nĩagĩrĩire gũkorwo akĩbatithio mwanake ũyũ waku arĩa maigana ũguo magĩrĩire gũkorwo makĩbatithio rĩu nĩakũranĩte ũguo na wega hihi tiguo nĩakũranĩte ũguo na biũ maũndũ macio tũgakorwo tũgĩteithia ciana ciitũ na nĩgetha igakũrehe thĩinĩ ya Mwathani na akũrehe thĩinĩ ya Mwathani gũtirĩ hĩndĩ akoimaho kĩrĩa mwana ũndũ ũrĩa anyitaga aũnyitaga biũ kaũnyitagia ona ũngĩona mwana oimĩte okorwo nĩ kanitha-inĩ nĩwarĩigua agĩcirithio ũngĩthiĩ kanitha wa Sunday na ũrarĩ wa Thabatũ akiri icio irĩgũka mũno wona maũndũ marĩa wona ngwĩciria tũgũkinyia hau kana nĩũkũhoya bamĩrĩ ĩno gĩkĩ Asante. Happy day. Wacha tuendelee na mahali tulikuwa.
ndio tuone ni muda kidogo tu, maana ni saa 10, si ndio? Naona ni saa 10. Sasa tumalizie, acha tuombe ndio tuanze. Mtakatifu Mungu ishie, Mungu wa amani, Mungu wa mapenzi, wakati huu wa saa hii ambao wanaja mbele zako, nikisema ni asante. Ni asante kwa kipindi kingine tena cha jioni. Naomba wewe pamoja nasi ukatuongoza, ukatupa uerevu na masikio ya kusikia, masikio ya ndani na mawazo ya ndani, ili tuweze kukusikia na kuamini kile unachotufundisha. Sifa na utukufu ni wako, kwa sababu ni Bwana. Naomba kupitia jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Sasa saa zile tumekuwa tukiendelea kuona kuwa kwa kumkana, yani watu wanamkana aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo ukimkana Yesu na ukimkana Mungu, wewe umekuwa nini? Kafiri ama mpinga Kristo, si ndio? Sasa wacha tuendelee tuone. Tulikuwa tumeachia kwa Yakobo 2:19. Sasa hebu tuende Waibrania 1:1 hadi 6. Ndio sasa tuweze pia kusoma hiki kitabu kingine hiki, tuone tunaelekea wapi. 1:1 hadi 6. Waraka wa Waibrania 1 tukianzia 1 mpaka 6. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, Musa wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye alifanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso kwa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina alilo lilivyo tukufu kuliko hao. Kwa maana alimwambia malaika, yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Sasa pale kwa Qurani tuliona inasema ati Mungu hana wa kufanana naye, na hapa Waibrania Mungu anasema hivi, yaani zama zile Mungu aliongea na manabii na wazee wetu, aliongea nao
lakini mwisho wa siku hizi anaongea na sisi kupitia mwana wake. Si anaongea na sisi kupitia Mungu Mwana, anaongea na sisi kupitia mwanawe ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu. Kwa hivyo Mungu ameweka mwanawe kuwa mrithi wa nini? Wa kila kitu, si ndio? Sasa na yeye ndio mng'ao wa utukufu wake, yaani yeye ndio chapa ya nafsi yake, si ndio? Ni kama mtoto wako na wewe. Sasa yaani wewe mtoto wako ndiye atakuwa na yaani chapa, yaani mfano wako, si ndio? Na sasa Biblia ikisema pale mwanzo ati na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, kwani hiyo mfano ilikuwa ni aje? Huo mfano ulikuwa hivi: Mungu alikuwa peke yake, na roho ya Mungu ni Mungu mwenyewe, sio Mungu roho. Sasa Mungu alikuwa peke yake. Sasa maandiko pale kwa Methali 8:22, Yesu, yaani Mungu amemzaa Yesu, si ndio? Sio vile wanawake uzaa, si ndio? Sasa kwa mfano wao Mungu, yaani Yesu alikuwa ndani ya Mungu, si ndio? Sasa Yesu akatoka ndani ya Mungu. Sasa na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Sasa swali niulize, Adamu aliumbwa aje? Aliumbwa akiwa Adamu na Eve kando, ama aliumbwa Adamu akiwa peke yake? Adamu aliumbwa akiwa peke yake, lakini Adamu ndiye anajiona ako peke yake, lakini ndani ya Adamu ndio kulikuwa na Eve. Sasa Eve ama Hawa akatolewa ndani ya Adamu, si ndio? Na jina la Adamu ni jina ya watu wawili. Jina la Adamu ndio linatumika na Eve, si ndio? Yaani wote wakaitwa Adamu. Sasa jina la tuseme jina la mwanamume na jina mwanamke. Sasa jina mwanamume, si ndio? Na jina mwanamke, si jina la mwanaume liko ndani ya jina mwanamke? Ama nasema uongo? Sina indiana mwanamke mwana. Sasa jina ndio Mungu anaitwa nani? Yawe, si ndio? Yesu anaitwa Yashua. Kwa hivyo jina Yawe liko ndani ya Yashua, si ndio? Haya, sasa wakati Hawa anatolewa ndani ya Eve, tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Sasa liko ndani yake, sawa. Haya, na hapa inasema kwa hivyo alirithi jina lilo kuu, si ndio? Jina lile Yesu amerithi ni jina Mungu, si ndio? Maana hiyo ndio jina amerithi. Maana hakuna malaika anaweza itwa Mungu. Hakuna malaika anaweza itwa Mungu.
Kwa hivyo Yesu ndiye anaitwa Mungu, si ndio? Na Yesu ndiye amerithi jina la Mungu. Kwa hivyo ndio jina kuu ambalo amerithi, si ndio? Na hakuna malaika wale wameumbwa. Unajua malaika wameumbwa na Yesu hajaumbwa. Sasa hakuna wakati wowote Mungu ameambia malaika aketi. Kwa hivyo huyo ni Yesu mwanawe ndiye amemwambia aketi mkono wake wa kuume. Haya, ulikuwa umefika 6, si ndio? Haya, kwa hivyo yeye amevichukua vyote, si ndio? Kwa amri ya uwezo wake. Maana Yesu ndiye amechukua vyote kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Haya, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa huko juu mbinguni. Na yeye ndiye amefanyika bora. Sasa tukiendelea inasemaga, sasa ukienda ile 7 inasema yeye ndiye amefanya nini? Na sasa Mungu ndiye anaita Yesu Mungu. Maana yeye anasema hapo ulitia yani umeumba, si ndio? Hebu tufike hapo hiyo 7. 7. Ni hapo tu, ni 10. Ni hiyo moja mstari wake wa 10. Mstari wake wa 10. Hiyo moja tu mstari wa 10. Na tena wewe Bwana hapo mwanzo ulitia. Simama hapo kwanza. Simama hapo kabla hujaisoma. Ni hapo tu. Simama hapo kabla hujasoma. Swali niulize. Nani ameumba? Nani ameumba? Yesu. Wale wanasema Yesu ndiye ameumba, wainue mkono. Nani ameumba? Nani amekuumba? Wengine hawako sure ni nani ameumba. Ujui mwenye ameumba. Kama ujui sema tu, si tunafundishana. Kuna baadhi wanasema Mungu ndiye aliumba, kuna wengine wanajua Yesu ndiye aliumba. Nani ameumba? Ni Yesu ndiye ameumba. Kupitia nani? Tumesikia Maria anasema amechukua vyote, si ndio? Maana Biblia inasema hakuna mtu ameumba Mungu, ameona Mungu wakati wote. Sasa kama ni Mungu mwenyewe ndiye amekuumba, kwani wakati Adamu ameamka kuona Mungu? Swali. Yesu ndiye ameumba kwa amri ya Mungu. Sasa ndio maanisha Mungu ameumba kupitia Yesu. Pale kutoa wana wa Israeli kutoka Misri. Ni nani aliwatoa? Si ni Yesu. Lakini Biblia inasema Mungu aliwaokoa kutoka huko. Sasa ni Mungu ameokoa kupitia nani? Yesu. Na ni Mungu amefanya nini? Ameumba kupitia Yesu. Maana sikia, bila Yesu hakuna kitu chochote kingefanyika. Haya, sasa uandike hii ndio usije ukapotea hata siku nyingine. Hiyo Ibrania 1. Haya, soma mahali uko unasoma. Alafu msikize kwa sababu nitauliza swali hapo. Ibrania 1 tuko mstari wa 10. Na tena wewe Bwana hapo mwanzo. Sasa huyu ni Mungu anaambia nani? Ni Mungu anaambia nani? Yesu. Anamwambia tena? Na tena wewe Bwana. Fika hapo. Nani anaitwa Bwana kwa Biblia? Nani anaitwa Lord kwa Biblia? Si ni Yesu. Haya, sikia Biblia inasema aje? Soma. Tena wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi na mbingu na kazi ya mikono yako. Kurudia. Na tena
wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi na mbingu, ni kazi za mikono yako. Sasa Hapo bado hujaelewa ni nani ameumba? Simeelewa? Bwana Yesu ndiye ameumba. Tunasikia Mungu mwenyewe anamuita aje? Tunaona yeye ndiye anamwambia, na tena wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi na mbingu, ni kazi ya mikono yako. Haya, 11. Hizi zitaharibika, bali wewe utadumu, nazo zote zitachakaa kama nguo. Kwa hivyo wanadamu, hii mbingu zitafanya nini? Zitaharibika. Lakini Yesu atabaki. Kwa hivyo Yesu ndiye ameumba kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Unasikia pale hata kwa Mathayo amesema amepewa nini? Mamlaka mbinguni na duniani, si ndio? Na ndio ukisoma lile wa Korintho wa kwanza nikidhani 15 ama ni 14. Sinasema sasa vitu vyote vikishatiishwa, alafu adui wa mwisho ni mauti, si ndio? Alafu Yesu atarudisha mamlaka kwa Mungu, kwa yule aliyemtiisha, si ndio? Naye akuwe chini ya, ndio Mungu akuwe mtawala wa vitu vyote. Kwa hivyo Yesu amerithi jina la Mungu, si ndio? Sasa kwa kuita Yesu Mungu, atumuiti Mungu mwana. Ukimwita Mungu mwana, kuko na Mungu hata. Na ndio naona watu wamepotea. Maana hakuna katika Biblia mahali Yesu anasema yeye ni Mungu mwana. Anasema aje? Mimi ni mwana wa Mungu. Ndio kwa kusema tu mimi ni mwana wa Mungu, Wayahudi wakataka kumpiga mawe, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu Wayahudi walijua mwana wa Mungu ni Mungu. Kwa sababu mwana wako si ni wewe, ni mwanadamu. Mtoto wako ni mwanadamu. Sasa uungu wa Yesu uko kwa mwana. Sasa ndio pale umesema wanamkana aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Haya, sasa hebu chukua hii. Chukua hiyo katekisimu. Si tulisema tuliona hapa hawa hii katika Qurani. Wao tayari wamemkataa Yesu na wamjui Mungu. Sasa tutakuja kukuonyesha hawa Mungu wa Waislamu huyu wanaita Allah ni nani? Na hawa ambao wanasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ni nani? Kwa sababu Biblia tunajua Mungu ni mmoja aliye Baba na ako na mwanawe Yesu Kristo, si ndio? Na hapa tutaambiwa kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Sasa wacha tuwatafute. Hebu kwanza enda ukurasa wa 19, page 19, katekisimu. Katekisimu ni katekisimu ya maswali na majibu, inatokana na katekisimu ya Kanisa Katoliki. Haya, nisome tosi hapa juu.
Fumbo la Utatu Mtakatifu linatuambia nini? Sasa fumbo la Utatu Mtakatifu linasema nini? Fumbo la Utatu Mtakatifu linatuambia kuwa Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni akina nani? Nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kusema kuwa nafsi tatu ni tofauti kila moja kwa nyingine kuna maana gani? Sasa sikia, wanasema Mungu ni watatu, si ndio? Ndio. Ati Mungu ni mmoja, alafu wanasema ni watatu, si ndio? Ndio. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, Ndio. kuna Mungu Roho, kuna Mungu Roho. Ndio. Alafu wanasema ni nafsi tatu kila mtu. Sasa hao ni Mungu wangapi? Haya, endelea tuone. Kusema kuwa nafsi tatu ni tofauti kila moja kwa nyingine. Sasa ni tofauti kwa hizo nafasi tatu kila mmoja kwa nyingine. Inamaanisha kwamba Mungu Baba si mwana Mungu. Ati Mungu Baba, yani huyu Mungu Baba sio huyu Mungu Mwana. Mwana si Roho Mtakatifu. Haya, Mungu Mwana sio Mungu Roho Mtakatifu. Na Mungu Roho Mtakatifu si Baba. Haya, hao ni wangapi? Si ni watatu? Kwani Mungu alisahau? Mungu alisahau. Usifunike hapo. Hebu funika hapo, enda kutoka 20. Kutoka 20. Sasa unaona hao wanasema ni watatu. Ndio unaona wakati tunasema yule Mungu alitumba ni mmoja, lakini hatuabudu Mungu mmoja. Kwa hivyo haya tunasikia ni watatu. Kwa hivyo Mungu alisahau akiambia Musa, akimpatia amri 10, alisahau. Hebu tuone kama alisahau ama kwa hivyo. Sasa tunaenda na vile Biblia inafundisha. Tukipata yani hivi vitabu haviendi sawa na Biblia, hiyo ni mafundisho ya uongo. Soma hiyo 20. Soma mstari wa kwanza. 20 mstari wa kwanza kutoka 20 mstari wa kwanza. Tuone kama Mungu labda alisahau. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako. Hebu tu hapo kidogo. Ati Mungu akasema mimi ni Bwana. Niwaulize, hii kitabu na Biblia gani imekuja mbele? Biblia. Ndio. Haya. Sasa ati amesema mimi ni Bwana Mungu wako. Sasa kama wangekuwa ni watatu ama wanne, si angesema sisi ni Bwana Mungu wenu, Mungu yenu. Mungu zenu. Si angesema sisi ni Bwana Mungu zenu. Imesema aje? Mimi ni Bwana Mungu wako. Safi. Niliye kutoka katika nchi ya Misri. Twende. Katika nyumba ya utumwa. Sawa. Usiwe na miungu mingine. Usiwe na miungu mingine. Usiwe na miungu ila mimi. Sasa hizi miungu za Katoliki na miungu ya wana Jumapili ni miungu mingine, lakini Mungu wa Biblia ni mmoja ila mimi. Usiwe na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hao ni Mungu watatu. Hebu endelea na haka kidogo, alafu tutaenda Wakorintho wa kwanza 8:6. Tuone Biblia bado inasema nini. Inasema, je,
kila mmoja wa nafsi hizo ni Mungu. Yenyewe watu wanakulala sijui ugali na miwa ama wanakulala ugali na mchanga. Hebu sikia hapo. Je, Lakini hizo nafsi zote tatu kila mmoja ni Mungu. kila mmoja ni Mungu? Biblia inakuambia usiwe na Mungu mwingine bila ila. Ndio, Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Yesu anamaanisha nini anaposema tutakuja kwake na kufanya makao yetu pamoja naye? Hata fika tu hapo. Hebu naenda Wakorintho wa kwanza 8:6. Wakorintho wa kwanza 8:6. Soma. 8:6 inasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Ati lakini kwetu sisi? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Sasa swali nikuulize. Yenyewe kweli, kusema tu kweli. Tunauwekelea ama tunasema ni kweli? Biblia inasema aje? Hapo anasema aje? Mungu ni mitatu. Kwa hivyo walikuwa wa kwetu, lakini hawakuwa wetu. Tulianza nao safa, tukafika hapa makutano. Si tukakuja hivi na wakae hatuko pamoja bana. Mungu ni lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Aliye Baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Sasa hizi vitu vyote vimetoka kwa Mungu Baba. Aliye ni mmoja tu. Nasi tunaishika kwake. Nasi tunaishi huyo na Bwana mmoja. Yaani yeye ako na Bwana mmoja. Bwana ni Yesu, ama Lord ni Yesu, si ndio? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo. Sasa kwake vitu vyote vimekuwapo. Safi. Na sisi kwa yeye huyo. Na sisi kwa huyo Yesu, si ndio? Ndio. Haya. Sasa watu wanakuwa wamefichwa tu kwa vitabu. Sasa wewe uko tu hapo. Maria, mtaka chai ama mtaka nini? Wewe hujui ni inamaanisha nini? Sasa ukipewa hii kitabu unaanza kushindwa, unakasirika. Wanakasirika? Sisemi nini maana sisi hatutumiangi. Sisi tunaisoma kuonyesha uongo mali huko. Hebu soma 31. 31. Nisome kwanzia ngapi? Kwanzia wapi? Soma hapa. Kwa nini Bikira Maria anaitwa mama wa Mungu? Sasa hebu sikia. Ati kwa nini Maria anaitwa mama wa Mungu? Mama wa Mungu. Mungu ako na mama. Sasa kama Mungu ako na mama, si mwenye kumzaa ndio mkubwa. Na Biblia inasema Mungu hazaliwi. Bila hicho imeanza vizuri, imeanza tu vizuri. Mungu hazaliwi, si ndio? Lakini sasa pa kusema ana mwana, hapo ni makosa. Lakini Mungu hazaliwi na hakuna mtu amemwona mwana Mungu. Ati mama wa Mungu. Sasa kama Mungu ako na mama, basi Maria ametoka wapi? Mwenye kuzaa Mungu. Naona hiyo ni makosa. Na ni nani mkubwa? Sasa ni nani mkubwa?
hiyo ni makosa. Ndio. Makosa makubwa sana. Hebu enda 94. Page 94. Page 94 liko hapo. Soma. Yasi hapa juu. Anzia hapo moja. Haya, 94 inasema ni nani anayeufanya muungano wa ndoa kuwa wa kipekee kati ya hao wawili tu? Inaendelea kusema ni Mungu hufanya hivyo kwa sababu kulingana na mpango wake mwanamume anaweza kuwa na mke mmoja tu, naye mwanamke anaweza kuwa na mume mmoja tu. Ni Mungu hufanya hivyo kwa sababu kulingana na mpango wake mwanamume aweza kuwa na mke mmoja tu, naye mwanamke anaweza kuwa na mume mmoja tu. Wanasema aje? Eva Maria ndio Eve, ndio yani ndio Eve mpya, ndio mama yetu. Sasa sijui Biblia imesema hizo wapi? Hakuna. Hakuna. Haya, hebu turudi Mwanzo 1:26. Hakuna mtu ameona Mungu, na Yesu akisema hakuna mtu amemwona Mungu ni mwana pekee. Mwanzo ni hivyo. Mwanzo 1:26. Hakuna Mwanzo 1:26. Mungu akasema. Alafu hapo sasa tena nataka nisikie, alafu niulize mtu swali tu hapo, si ndio? Ndio. Haya, nimesema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Kwa hivyo ni Mungu anasema. Anaambia mwana wake, haya tuende. Wakatawala samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Sawa. Na wanyama na nchi yote pia. Tuende. Na kila chenye kutabaa kitabacho juu ya nchi. Sawa. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Haya sikia. Haya, Mungu akafanya nini? Akaumba mtu kwa mfano wake. Haya. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke aliumba. Kuna mtu ameelewa kitu hapo ama arudie? Kuna mtu ameelewa kitu hapo ama arudie? Acha niwarudie. Alafu nataka tu mtu aniambie ameelewa nini, si ndio? Ama hebu chukua ya usome na Kikuyu. Haina. Ndio labda waelewe vizuri. Ndio nataka niulize mtu aniambie ameelewa nini hapo, si ndio? Ndio nisikie mtu unajua, afadhali tukue tunaelewana, maana unaweza nini kumbe hakuna kitu mtu ameelewa, si ndio? Ndio. Haya. Nifuku kia Biblia imwe muhari wa 26. Nake Ngai akiuga atĩrĩ, nĩtũmbeni andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ, mahanane na ithuĩ, nao maathage ciũngũyũ cia iria-inĩ na nyamũ iria irĩ na njoya cia rĩera-inĩ na nyamũ cia magũrũ mana na nyamũ ciothe cia gũkũ thĩ, o gwata kanyamũ o gothe gatambi karĩa gatambaga thĩ. We Ngai, hana pointi ĩrĩ, we Ngai agĩgĩtũma kũgĩe andũ matariĩ ta mũhianĩre wake.
we mwene agĩtũma magĩe mũndũ mũka, nake Ngai agĩkĩmarathima akĩmera atĩrĩ, ciarai mũno. Hii imekata kurudia tena Kiswahili mpaka hiyo pointi ipate hiyo. Kuna pointi iko hapa na ya Kizungu inaenda hivyo. Kizungu inasema hivyo. Inasema Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kitabacho juu ya nchi. 27 hapo ndipo point iko. Sasa hapo ndio point, sasa msikilize, alafu ndio nataka kuuliza swali. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Ati Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumba. Kwa mfano wa Mungu aliumba. Hapo ndio kuna point. Kuna mtu ameelewa kitu? Kuna mtu ameelewa kitu? Kama wajaelewa hapo, wacha tuende kutoka 31:18. Alafu tushikanishe. Kumbuke kuna kitu hapo na tunarudi hapo hapo. Nataka uelewe kitu. Haya, tuende Exodus 31:18. Kutoka 31:18. Nani alipatia Musa amri 10? Mungu mwenyewe. Hapo mwanzo, pole. 18. Hapo Bwana alipokuwa amekuza kuzungumza na Musa. Kwa hivyo Bwana ni Yesu, si ndio? Ndio. Alipokwisha kuzungumza na Musa. Ndio. Katika mlima wa Sinai. Kwa hivyo hapo Bwana alipokwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai. Ndio. Akampa hizo mbao mbili. Akampatia hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe, mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Ameelewa nini hapo? Kwa hivyo Bwana alipokwisha kuzungumza na Musa, akampa mbao mbili za ushuhuda, zile za mbao mbili za mawe za ushuhuda zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Yesu ndiye alipatia Musa hii. Hakuna mahali Musa ameona Mungu, ndio? Ndio. Sasa jina la Mungu liko ndani ya Yesu, si ndio? Haya. Sasa pale tukirudi mwanzo. Imesema aje? Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Sasa Yesu ameumba mtu kwa mfano wake, si ndio? Yesu anafanana na Mungu, si ndio? Yesu anafanana na Mungu. Sasa Yesu ameumba mtu kwa mfano wake. Na Yesu anafanana na Mungu. Mungu akasema aje, na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Haya. Kwanza Yesu akaumba mtu kwa mfano wa. Alafu mwisho pale inasema akaumba kwa mfano wa
kwa mfano wa Mungu akaumba. Sasa unaona vile maandiko yanaenda. Ndio sasa kama hautaelewa maana Biblia, kama hautaelewa nani ameumba na kwa nini Yesu anaitwa Mungu, utashinda ukisema kuna Mungu watatu. Lakini ukirudi ile Waebrania inasema Mungu mwenyewe ndiye amemwita Yesu Mungu. Na akamwambia Mungu wako amekutia mafuta. Si ndio? Kwa hivyo Yesu ako na Mungu wa na ndio Yesu akipaa anasema aje, napaa kuenda kwa Baba yangu. Ambaye nyinyi mnambi kwa Baba yangu, napaa kuenda kwa Baba yangu, ambaye nyinyi mnamwita Mungu wenu. Sivyo ndio maandiko inasema? Sasa kwa hivyo ukisema ati huyo Yesu ndio Mungu Baba, ndio Mungu Mwana, ndio Mungu Roho, kwa maandiko hakuna. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, sio Mungu Roho. Kwa hivyo hapa wanasema kuna Mungu watatu, si ndio? Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Na Biblia inasema Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Sasa kuna roho wa Roho? Hakuna. Lakini kwa Biblia inasema ni nani ajuae mambo ya mwanadamu, si ndio? Ila roho ya mwanadamu iliyo ndani ya vile vile, na mambo ya Mungu hakuna ijuae ila ni roho wa. Sasa akisema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, alikuwa anaambia mwanawe ye. Na ndio ukitafuta katika Biblia, Yesu ndiye ako na mfano wa Mungu. Na Yesu ndiye aliye na sura ya Mungu. Sasa mfano wa Mungu ni vile nimeeleza hapo. Yesu ametoka ndani ya Mungu. Huo ndio mfano. Ndio kukaumbwa Adamu akiwa peke yake amejisimamisha. Hawa akatoka ndani ya. Si maandiko anasema Adam ndiye amemzaa Eve. Kwani Eve, Adam alikuwa mwanamke ndiye azaa Eve? Hapana. Ni kutoka ndani yake. Haya. Twende Yohana ngapi? 8:54. Yohana 8:54. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu. Ati Yesu anasema nikijitukuza mimi, yaani ushahidi wake utakuwa nini? Sio kitu. Sio kitu. Bali amtukuzaye ni nani? Ni Baba. Ni Baba yake. Sasa niulize swali. Kwanza niulize swali hapo. Sasa ukisema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Nafsi tatu za umilele, si ndio?
Kwa hivyo tulidanganywa na Mungu. Tukifuata hayo maandiko yanasema kuna miungu watatu. Kwa hivyo walijifanya wakasema, mimi nitajifanya nikuwe baba, wewe jifanye ukuwe mwana, wewe jifanye ukuwe roho. Haya, wewe mwana teremka. Lakini pale kwa Yohana tumesema aje? Mungu alimtuma nani? Mwanawe. Haya, pale kwa Wagalatia inasema aje? Ulipowadia utimilifu wa wakati. Mungu alimtuma mwanawe. Kwa hivyo akitoka juu mbinguni ni mwana wa Mungu mbele. Swali niwaulize, kati ya Nebukadneza, Danieli na Yesu. Yesu alikuwa amezaliwa wakati wa Nebukadneza, wakati wa Danieli. Yesu alikuwa amezaliwa na Maria? Hakukuwa amezaliwa, si ndio? Pale wakiweka wale kwenye tanuru, Nebukadneza alisema nini? Alisema nini? Huyo waine anakaa nani? Anakaa nani? Mbona sasa Nebukadneza alijua huyo ni mwana wa Mungu? Mbona asingesema tuliweka watu watatu na kuna wanne anaonekana kama Mungu mwana? Na hata Yesu mwenyewe anauliza wanafunzi wake, watu husema mimi ni nani? Kila mtu akasema Elia, mwingine nani, mwingine nani. Yaani walijibu kulingana na vile wanaelewa. Yule alijibu sawa ni nani? Alijibu nini? Hakika wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema namna gani? Hakika wewe mwili na damu havikukufunulia, bali ni Baba yangu aliye wapi? Mbona asingesema bali ni Mungu mwenzangu aliye mbinguni? Endelea na hapo. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kwa hivyo baba ya Yesu ndio sisi tunasema ni Mungu wetu. Tembea na andiko. Wala ninyi hamkujua. Yaani hawakujua. Lakini mimi namjua. Sasa wao hawamjui huyo Mungu, huyo baba wa Yesu, lakini Yesu anajua baba yake. Na ndio Mungu wenu. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa mwongo. Sasa Yesu akisema kwamba hajui baba yake ndio Mungu wetu, atakuwa anasema uongo. Kama ninyi. Lakini namjua. Lakini Yesu anajua baba yake. Sasa wale wamjui ndio wanasema uongo. Sasa Yesu akisema hajui baba yake atakuwa anasema uongo kama wao. Lakini Yesu anajua baba yake. Na neno lake nalisika. Kwa hivyo neno la Mungu Yesu analishika.
Ibrahim baba yenu alishangilia. Sasa Ibrahimu baba ya Wayahudi ama baba ya wenye imani alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona. Sasa Ibrahimu alishangilia vile aliona siku ya nani? Ya Yesu. Sasa hao akamuuliza, wewe hujafikisha miaka 50. Sasa umeonaje Ibrahimu? Akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50,